Tunasema tunaanza somo yetu mpya. Tunataka kujifunza kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Na somo hili nimeigawa katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza tutaenda kuongelea kuhusu maana ya jina mwanafunzi. Na sehemu ya pili tutaenda kuongelea kuhusu tabia 5 ya Yesu Kristo. Nasema tunaongea somo kuhusu kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa tunasema tunajifunza somo kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na tumesoma somo hili tumeigawa katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza tunaenda kuongea kuhusu jina, maana ya jina mwanafunzi. Na sehemu ya pili tunaenda kuongea kuhusu tabia 5 ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya karani, secretary au mtakatifu Marko, sura yake ya 10, mlango wake ndogo wa 46. Marko sura ya 10, mlango ndogo wa 46. Mark chapter 10 46. Mark chapter 46. Kama umepata sema amina. Kama umepata Marko 10:46 tutasimama na tuende kusoma. Katibu tusome. 10:46. Wakafika Yeriko. Na hata walipokuwa wakishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Alikuwa anaketi kando ya njia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kaa chini na usikilize sasa neno ya Mungu. Lakini na iwe mazoezi yenu kabisa, kila ninaposimama kufundisha mjue mna haki ya kuweza kuuliza maswali mahali ya mtaelewa. Mahubiri mtu aulize kitu, lakini mafundisho mtu ana haki ya kuuliza mahali afanye nini, haelewi. Hata shule tu ya kawaida mwalimu anapofundisha akisema 1 na 1 ni 3, wanafunzi watafanya nini? Watanyosha mkono, tuambie mwalimu imetokaje 1 na 1 kuwa ngapi? 3. Biblia inasema mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu sana. Nikiwa nafundisha Biblia napenda sana kuongelea kitabu ya Yohana, Marko. Kwa nini? Sio kwamba vitabu vingine vyote si vizuri, vyote ni vizuri. Lakini kitabu ya Yohana, Marko ni nzuri zaidi, tena kwa sababu ya mambo mbili. Sababu ya kwanza, Yohana Marko ni mmoja wa wanafunzi Yesu alioita mapema, waliokoka mapema. Kwa hivyo kwa miaka 3 na miezi 6 yote Yesu alifanya kazi ya Mungu. Yohana Marko aliona na alifanya nini? Alisikia. Na ushuhuda wa kweli inakuwa na mambo ngapi? Na ushuhuda ya uongo inakuwa na kitu ngapi? Kama unataka kuwa Mkristo mzuri mwenye utakuwa baraka kanisani, utakuwa baraka nje ya kanisa, usishuhudie mambo kuona na kufanya nini. Lakini kama utakuwa unatembea na habari ya kusikia au kuona, we ni mwongo na hauwezi kuwa baraka. Sasa Yohana Marko aliona na alisikia. Makanisa mingi na ushirika mingi inavunjika kwa habari ya kufanya nini? Kusikia, lakini mtu hakufanya nini? Hakuona. Anakuambia nisikie. Mwambie nani? Anakuambia sasa huyu. Nisikie. Nani anakuambia huyu? Unazunguka wote walisikia, lakini mtu alifanya nini? Aliona. Shuhudia
kushuhudia kitu umeona na kusikia, na Yohana Marko aliona na kusikia kila kitu Yesu alikifanya, kwa sababu alikuwa mwanafunzi aliokoka mapema na akaingia kati ya wanafunzi 120 wa Yesu, lakini hakuneemika kuwa mtume, alibaki kuwa nani? Mwanafunzi. Lakini sababu ya pili napenda Yohana Marko kupita maandishi mengine. Wakina Petro nao waliandika, wakina Yohana nao waliandika. Yohana Marko amesomea taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo kando ya kuwa kiroho, yeye alikuwa mwandishi wa nini? Wa habari. Na anayeweza kuripoti mkutano vizuri, anayeweza kuripoti kila kitu vizuri. Kama mkutano huu tuko leo hapa na kila mtu iko naandika kwa namna yake, lakini kama katikati yetu kuna mtu amesomea taaluma ya uandishi wa nini? Wa habari, atakayeweza kuripoti hiyo mkutano vizuri ni nani? Mwandishi wa habari. Kwa sababu mwandishi wa habari anatumia lugha yenyewe, anataka kila mtu afanye nini? Asikie, aelewe. Na ndio watu wote wananunua magazeti, na wenyewe wamesoma, na wenyewe wakusoma, na ukisoma unafanya nini? Unaelea, kwa sababu mwandishi wa habari unataka kila mtu afanye nini? Apate habari. Na ndio kitabu ya Yohana Marko, iwe umesoma iwe ukusoma, utakielewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mahali Yohana Marko ameandika ni Yesu alienda Yeriko. Biblia inasema wakafika Yeriko. Yeriko kwa Kiswahili maana yake ni mji wa harufu nzuri, sehemu ya starehe. Tunaweza kusema hapa kwa hiyo chekechea, mtu anapookoka mbinguni hawamuite Mkristo, wanamuita mwanafunzi. Akikomaa ndio anatoka mwanafunzi, anabadilishwa kuwa Mkristo, na akikomaa anatoka Mkristo anaitwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Sasa maana ya mwanafunzi, maana yake ni neno mwanafunzi natokana na lugha ya Kiyunani, wanaita disciple. Maana yake kwa Kiswahili, mtu anaiga tabia ya mtu mwingine. Na kama amri ya Yesu ilikuwa kwamba wanafunzi waende duniani kote wafanye watu kuwa wanafunzi yake, kwa hiyo kwa lugha nyingine Yesu alikuwa anawaambia waende Marekani, waende Ulaya, waende Afrika, waende Oceania, wakwende bara ya Asia, waende Australia na New Zealand, kubadilisha watu wote tabia zao na wachukue tabia ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu aliye na tabia ya Kristo peke yake ndio ataingia katika uzima wa nini? Wa milele. Tabia zetu za kabila zetu za taifa zetu aziturahisishe sisi kuingia wapi? Mbinguni. Lakini ni tabia peke yake ya Yesu. Yesu alipovaa mwili alikuja na tabia ya mbinguni, anatuletea wapi? Duniani. Ndio akataka kila moja kati yetu aikopi zile tabia zimwezeshe yeye kuingia katika uzima wa nini? Wa milele. Lakini namba 2, akiwa hapa duniani abarikiwe zaidi hata mara 100. Kwa sababu Yesu alipokuja hapa duniani hakuja na kitu, lakini alipata kila kitu kenye alichohitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mkutano mkubwa ni kina nani? Wale waliokuwa wengi hawakumfuata Yesu kusudi wapate tabia ya Yesu, lakini walimfuata Yesu kusudi wapate vitu vya Yesu. Na alipowalisha mikate wakamtafuta, wakamwambia, Bwana, tumekutafuta kila mahali na hatukufanya nini? Hatukukupata. Akasema, mkunitafuta kwa sababu ya ufalme. Kusudi mtu apate ufalme lazima akuwe na tabia ya nani? Ya Yesu. Lazima akuwe mwanafunzi wa nani? Sasa amkinifuata kusudi mpate kuya ufalme, lakini mulinifuata kwa sababu mlikula mikate na mkafanya nini? Mkashiba. Ndio watu walikula. Ndio unaona mamikutano mingi, ukisikia mhubiri akiombea, watu wanafanya nini? Wanajaa. Waislamu, wapagani, wote wanaenda waende kusudi wapate tabia ya Yesu, lakini wanataka kupata vitu vya nani? Ya Yesu. Sasa naamini wewe si mtu wa mkutano, wewe ni mwanafunzi.
kuja hapa kwa sababu unataka kumpata, uwe na tabia ya nani? Lakini usije hapa lengo kusudi upate vitu vya nani? Vya Yesu. Ukimpata Yesu, ukiwa na tabia ya Yesu, utapata vitu vyote vya nani? Vya Yesu, vya duniani na vya nini? Vya mbinguni. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unataka kuwa mwanafunzi wa Dr. Frank, hata ana sauti kubwa, Biblia inahubiri, mzambe anahubiri, wote wahubiri wote wanaruka. Na kama unataka kuwa mwanafunzi wa Dr. Frank, inawezekana unaruka, utalazimika kwenda pole pole, kuongea pole pole, kusema vile naongea, kufundisha vile nafundisha, kuiga. Na si makosa kuiga tabia ya mtu, lakini usiige ndio tabia mbaya. Iga tabia nini? Nzuri, zile zote mtu iko nayo. Sasa kama wanafunzi wa Yesu, unasikiliza, walikuwa naachana na tabia zao wakitaka kuchukua tabia ya nani? Ya Yesu. Nisikilize, kuokoka ni kitu rahisi, lakini kuanza kuachana na tabia yako, kuchukua tabia ya mtu mwingine ni shughuli. Ninakumbuka nilipookoka mimi, natokana na muziki ya dunia. Najua hapa mtakuwa na kila wakati mtakuwa hapana vile. Tutaimba hapa, tutacheza hapa, tutarukia, tutafunga suti kwa kiuno tukimchezea Bwana. Sasa niliokoka kutokana na muziki ya dunia. Nilikuwa nakata nywele. Unaona huku kidogo huku. Inaitwa huku nywele iko kidogo. Lakini huku nywele iko nini? Na hii yote nywele inafanya nini? Inatoka. Ilikuwa inaitwa peng. Suruali nilikuwa natia hapa. Jina yake tena nikumbusha. Kumbusha wasikia hivi. Kumbusha. Mayenu. Mwendo tulikuwa naenda. Kwa mimi kutoka hapa kufika barabarani ni kibarua. Na lazima watu wote watatoka barabarani. Kwa sababu tuko naenda mwendo inaitwa malas. Sasa watu wote wanatoka. Naona sisi ni mastawa au ni majinga, kumbe tunasumbuliwa na mapepo. Sasa tulipookoka, kitu ya kwanza kile siku niliokoka nikashtuka. Vipi nywele iko kidogo huku? Nikaenda kinyozi haraka, wakanyua zote. Kitu ya pili nikatoa suruali hapa, nikaishusha wapi? Chini. Lakini hata naokoka, elewa kuna vitu nimezoea kwa muda mrefu. Ni vitu gani? Kuimba na kucheza muziki ya dunia. Sasa tulipokuwa najikuta uko shule, unaokoka kweli, unapenda Mungu kweli, kama hujakomaa utasema huyu mtu hajaokoka. Lakini kama utakomaa unajua ameokoka, lakini anasumbuliwa na vitu amezoea kwa muda pole pole nikaanza ikemea, sema Mungu jamani nitoe manyimbo pole pole, nikapotea. Sasa nzambe malam, nzambe malam, nzambe malam, tukaanza kumwimbia Bwana. Sasa kuokoka leo haimaanishe inatoa tabia zako zote. Hapana. Unampokea Yesu kuwa Bwana na nini? Na mkombozi. Lakini unaanza sasa hatua ya kupambana kuanza kuachana na nini? Na tabia zako, kusudi upate kuchukua tabia ya nani? Yesu. Na ukiwa na tabia zote za Yesu, maombi yote ya Yesu ilijibiwa na maombi yako yote itajibiwa. Maisha ya Yesu ilitoka chini na kwenda juu, na maisha yako itatoka chini na kwenda wapi? Juu. Utafanikiwa na kuinuliwa. Maisha yako, maisha ya Yesu ilikuwa na kitu, haina msamiati. Ilikuwa na kitu, hakuna kitu kwa Yesu hakikuwa na wezekana. Na kila kitu kwa maisha yako kitafanya nini? Kitawezekana. Sasa ninapotaka kuiga tabia, kama wanafunzi walikuwa na achana na tabia zao, wakitaka kuchukua tabia ya Yesu, ilihitaji kwanza wajue Yesu alikuwa na tabia ngapi. Kwa sababu hawezi kuiga tabia ya mtu mwenyewe ujue ana tabia ngapi. Tuliposoma Biblia, maisha ya Yesu tunaiongelea sana, si ya utotoni, lakini tunaongelea kuanzia mwaka 30
mpaka 33 na miezi 6. Hapo anaanza kufanya kazi yao. Kwa hiyo maisha ya Yesu kwa miaka 3 na miezi 6, maisha ya Yesu ilijidhihirisha kwa tabia ngapi? 5. Lakini kabla sijaanza kuongea tabia, nitatofautisha kitu moja. Na uzuri tuko Tanzania. Tanzania tulipotoka South Africa na mama tulipohamia Arusha, walipokuwa nasikia Swahili yangu, nilikuwa nasaidia nilikuwa pale. Tulisaidia ile kanisa, tulikuwa fungua shule ya Biblia, na nilikuwa napita kwa television yao Muhindi anaitwa na kwa sababu wanapitisha vipindi yake. Isipokuwa sikuwa ya kuwa kabambi sana. Lakini hapa napungua sana. Na ningependa nibaki hivi, nitasikia vizuri sana. Sasa na tulipofika pale, walipokuwa nasikia Swahili yangu vile naongea, mmoja wa mabishop pale akaniita akaniambia, "Dokta, unachekesha sana." Sasa kwa nini unachekesha? Sasa hapa Tanzania kuna msemo unasema Swahili ilizaliwa Zanzibar, ikalelewa Tanzania bara, ikaugua Kenya, ikakufa Uganda, na ikazikwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa sio sauti yangu ni ya kuzika. Kuzika. Arusha ndio Swahili yangu ilianza kubadilika. Kwa sababu tuliingia pale wanachagua Kikwete mara ya kwanza 2005. Tuliingia amechaguliwa, sisi tumeingia. Na tulitoka pale amechaguliwa pia. Jiseki kama mwezi wa ngapi? Uchaguzi unafanywa mwezi wa 11? Na 10 walimchagua mwezi wa 10 2010. Na sisi ile 2010 mwezi wa 11 tukahama Kenya. Kwa hiyo tulifanya miaka 5. Sasa kwa hiyo kuna vitu mbili ni tofauti. Mara mingi watu wanayosema tabia ya Yesu, lakini kweli si tabia ya Yesu. Kuna tabia na umbo, ni vitu mbili Nani anaweza kunipatia tofauti? Umbo mtu anatoka naye ndani ya tumbo ya mama. Ukizaliwa mfupi, hata ufanye maombi kuwa mrefu, inafanya nini? Haijibiwi. Ukizaliwa mrefu, hata uombe maombi ufanye mfupi, utafanya nini? Haijibiwi. Lakini tabia mtu anaipata kutokana na mazingira amefanya nini? Amezaliwa. Tuseme mtoto Mtanzania, ndugu dada wako kule nyumbani, baba anabeba katoto kale kadogo. Unaona ule mtoto wao mdogo amezaliwa. Lakini wakimchukua huyu mtoto mchanga wampeleke Marekani, sawa? Na arudie Tanzania baada ya miaka 30. Hatakuwa na tabia wa Tanzania, atakuwa na tabia ya nani? Kwa hiyo tabia inapatikana kiisha mtu kufanya nini? Kuzaliwa. Lakini umbo mtu anatoka nayo ndani ya tumbo ya nani? Ya mama yake. Sasa wanafunzi walikuwa namfuata Yesu kwa kuiga tabia zake. Kwa hiyo ni vitu alipata kiisha kuzaliwa. Lakini kila mtu anatoka ndani ya tumbo ya mama yake akiwa na umbo ile Mungu amefanya nini? Amemuumba naye. Sasa umbo ya Yesu mara mingi ndio inaongelewa kuwa tabia. Umbo ya Yesu ni kusema, kwa mimi Dr. Frank kupatikana, ilihitaji baba yangu na mama yangu wakae chini kusudi walipate mimi Dr. Frank. Lakini kusudi Yesu apatikane, haikuhitaji baba na mama, ilihitaji Roho Mtakatifu na bikira wakae nini? Kwa hiyo mimba ya Yesu ilidungwa ni mimba takatifu. Ilikuwa ikiwa mimba takatifu. Alizaliwa akiwa mtakatifu, alikufa akiwa mtakatifu, alizikwa akiwa mtakatifu, akafufuka akiwa mtakatifu, akapanda mbinguni akiwa mtakatifu, atarudia duniani kuja kuchukua watakatifu. Hiyo si tabia, ni umbo. Na neno mtakatifu inatokana na lugha ya Kiyunani, inaitwa kados. Inamaanishwa kutengwa na dhambi na kuwekwa wafu kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo tunapozaliwa mara ya pili, umbo yetu sisi ni watakatifu. Sisi ni wanani? Sisi ni wanani? Watakatifu. Neno mtakatifu, kila asubuhi tunapambana kujitenga na dhambi. Kila mchana tunapambana kujitenga na dhambi. Kila jioni tunapambana kujitenga na dhambi.
maisha ya utakatifu. Lakini kando ya kujitenga na dhambi, tumewekwa wafu kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo yeyote amezaliwa mara ya pili, tangu tu siku umezaliwa mara ya pili, kuanzia hiyo siku maisha kupambana kujitenga na nini? Na dhambi. Mahali watu wanakujua, unajitenga na dhambi. Mahali watu hawakujue, unajitenga na dhambi. Kanisani unajitenga na dhambi. Ofisini unajitenga na dhambi. Sasa hiyo si tabia, lakini hiyo ni nini? Umbo, nature ya Mkristo. Lakini sasa Yesu alikuwa na tabia tano. Twende kuona tabia ya kwanza. Nasema naongea somo kuwa mwanafunzi. Na Yesu alituma wanafunzi yake ende kufanya watu wote kuwa wanani? Wanafunzi. Tuachane na tabia zetu, tuchukue tabia ya nani? Ya Yesu. Nakwambia Yesu maisha yake iliongozwa na tabia tano. Sasa twende kuona tabia ya kwanza ya Yesu. Luka, kitabu ya Daktari Luka, sura ya 4, mlango wake wa 16. Kitabu ya Daktari Luka, sura yake ya 4, mlango wake wa 16. Kama umepata sema amina. Kama umepata sema amina. Kama hujapata sema haleluya. Luka 16 4:16. Omba msomaji mmoja mzuri. Kuna mtu anajua, kuna mtu anasoma Kiingereza. Tuna Biblia, tumejaribu kuleta Biblia hapa, lakini za Kiingereza tusaidie watu wakuwe na Biblia. Hatutauzia washirika wetu, tutawapatia. Luka 4:16. Tutasimama tukiwa tunasoma neno la Mungu. Imeandikwa, akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ilivyokuwa nini? Desturi yake. Sasa Swahili Tanzania, kwa Swahili hapa Tanzania tunaweza kuipatia Swahili ngapi? 5. Neno tabia. Mike, nipatie kitu ya pili. Tabia kwa Kiswahili. Swahili ya pili, mazoea. Mpigie makofi. Swahili ya tatu, ni tabia. Ya pili, mazoea. Ya tatu, desturi. Mpigie makofi. Ya 4, tamaduni. Mpigie makofi. Ya 5, ya 5, kila mtu anajulikana kwa tabia, na tabia ni kile kitu mtu kufanya kila lakini chochote ufanye kila wakati si tabia. Na watu wakikuona unafanya, watu watakataa, lakini wewe mwenyewe ulifanya. Mila. Mpigie makofi. Amefanya mtakata. Kwa hiyo neno tabia kwa Kiswahili ina masemo ngapi? 5. Mbinguni wana tabia yao, ndio Yesu alileta hapa duniani. Mbinguni wana mazoea yao, mbinguni wana desturi zao, mbinguni wana mila zao, na mbinguni wana tamaduni zao. Na ndio kwa sasa, kwa sababu Marekani ndio inatawala dunia, Marekani inataka tamaduni ya Marekani ienee dunia nzima. Na japo tamaduni ya Marekani, tamaduni ya Ulaya haipeleki kwa watu mbinguni, ni tamaduni ya Yesu peke yake. Kila mtu anafanya kila wakati, ndio tabia. Sasa Yesu alipotimiza miaka 30, nilikwambia Yesu alizaliwa chini ya sheria, lazima alipasha kuheshimu sheria. Na sheria ilikuwa inasema kusudi mtu aongee mbele ya watu, kusudi mtu afanye kazi mbele ya watu, lazima atimize miaka ngapi? 30. Na Yesu alipoeneza miaka 30 akaenda kubatizwa. Alipotoka kubatizwa, anataka kufanya kile Mungu alimtuma aje kufanya duniani, na kitu alikuwa kufanya kusudi mtu aokolewe. Biblia inasema kisha kubatizwa, nende haraka nikiingia kwa historia.
Alipotoka kubatizwa, Roho Mtakatifu ikampeleka wapi? Nyikani. Siku ngapi? 40. Unisikilize. Na kisha kutoka kwenda siku ile 40, akafanya safari yake ya kwanza ya Injili miezi 3. Anahubiri kijiji, anahubiri kijiji, anahubiri kijiji. Ukichanga miezi 3 na siku 40 inakuwa siku ngapi? Wanaokta miezi 3 tini. Hajaonana na baba yake mlishi, hajaonana na mama yake Mariamu. Elewa, Yesu alikuwa na familia. Kando na hiyo, Yesu alikuwa na kazi, hakuwa jobless. Yesu alikuwa anatengeneza viti, Yesu alikuwa anatengeneza vitanda, Yesu alikuwa anatengeneza fundi seremala. Hajaona kazi yake kwa miezi, kwa hivyo kwa siku 100 na ngapi? Na 30. Na aliporudi, akarudi kwao wapi? Nazareti. Na ndio kama watu Wayahudi hawakumwamini Yesu kwamba ndio yeye, kwa sababu sheria ilikuwa inasema lazima kuwe mambo 14 ya kudhibitisha ndio Masihi. Lakini katika mambo 14 walichunguza, wakapata 7 iko kweli na wakapata 7 iko fake. Na moja ya ile waliona fake, Yesu alikuwa anaitwa Mnazareti. Na jafu Masihi hakupasha kuwa Mnazareti, alipasha kuwa Bethlehem. Lakini kwa ukweli Yesu alizaliwa kwa wapi? Bethlehem. Lakini akaenda kulelewa wapi? Nazareti. Kwa hiyo Yesu si Nazareti, Yesu ni Bethlehem. Ni kama ukienda pale Nairobi, watoto wangu wako pale, wengi wamesomea Korobeshi pale, ukiwapata kwa shule wanajua tu ni Wakenya, kwa sababu wana tabia yote, wanakuja hapa na washinda, kwa sababu tabia ya Wakenya na Tanzania zipa, Watanzania na Wakongo wanipiana. Lakini hao wangu, kwa sababu mimi sikuzaa mtoto Kongo, nizaa watoto wangu wote nje ya Kongo, kwa hawana hata chembe kabisa ya tabia ya Kongo hasa. Kwa hivyo Yesu kiukweli ni Bethlehem, lakini Yesu anaitwa Mnazareti kwa sababu walipomkimbiza Yesu Misri, walipotoka Misri Yesu akiwa na miaka 11, hawakwenda Bethlehem, lakini wakaenda kuishi wapi? Nazareti. Ndio akaitwa Mnazareti. Sasa baada ya kutembea siku 130 anahubiri, alikuwa kwa kufunga na kuomba, anarudia kwao. Anafika siku ya Sabato. Unajua makanisa ya kiroho iko na ubishi mingi. Siku ya Sabato kiukweli sio Jumapili, ni Jumamosi. Jana ndio siku ya Sabato, watu walikuwa wanapumzika wasiende kufanya kitu chochote. Lakini kwa nini sisi tusiabudu Jumamosi, tunaipeleka Jumapili? Sisi tunaabudu Jumapili, tunaitoa Jumamosi kwa sababu ngapi? Yesu alikufa Ijumaa, wakamzika Ijumaa. Yesu hakufufuka Jumamosi, Yesu alifufuka Jumapili asubuhi. Na Biblia inasema kama Kristo asingefufuka, injili ingekuwa haina maana. Kwa hiyo hatukukombolewa Jumamosi, tulikombolewa nini? Kila nchi inakuwa na siku yake ya sherehe ya uhuru. Ni kweli ama hapana? Na uhuru wa Wakristo si Jumamosi, ni juma nini? Ndio tulitoa ibada Jumamosi tukaipeleka Jumapili. Sababu ya pili, sisi kuabudu Jumapili, tunaacha kuabudu Jumamosi. Biblia inasema Wagalatia 4:6, na Roho wa Mungu anatushuhudia sisi ni watoto wa nani? Kwa hiyo bila Roho wa Mungu wewe si mwana wa Mungu. Sasa Roho Mtakatifu hatukumpokea Jumamosi, lakini Roho Mtakatifu tulimpokea Jumapili, siku ya Pentecost, siku Yesu alifufuka. Wanafunzi jioni ile wakapokea. Kwa hiyo tulihesabika wana wa Mungu si Jumamosi, lakini tunahesabika wana wa Mungu siku ya nini? Jumapili. Kwa hiyo ndio siku yetu kubwa ya sherehe. Sasa Yesu akafika kwa siku ya Sabato kama leo Jumapili. Angalia, ana siku 130 hajaona wazazi wake. Ana siku 130 hajaona kazi yake. Ana siku 130 hajaonana na marafiki zake.
Nauliza kanisa, tukitoka safari, desturi ya watu, tukiwa na mzigo, unatoka safari, wapi mtu anaelekea akiwa na mzigo? Nyumbani kwako, si ndio? Na kabegi unafika kwanza wapi? Nyumbani. Unakashusha, mnapiga story nyumbani, ndio unaanza kukumbuka. Saa zingine rafiki yako ndio mtu wa maana, unamkimbilia. Saa zingine kazi yako ndio mtu wa maana, lakini kwanza unafika wapi? Nyumbani. Lakini Yesu akiwa na kabegi, Biblia inasema kulingana na desturi, kulingana na tabia, kulingana na mazoea, kulingana na mila, kulingana na tamaduni. Kwa hiyo si mara ya kwanza, anaifanya kila siku. Pale aende kuona baba yake mulishi na mama yake, pale aende kuangalia kazi yake. Yesu akaenda sinagogi. Katika Agano la Kale kulikuwa sehemu mbili ya kuabudu nani? Mungu. Sehemu ya kwanza ilikuwa inaitwa hekalu, na kwa kuwa na hekalu, lazima sifa ya hekalu, lazima kuwe sanduku ya agano ya nani? Na kwa sababu sanduku ya agano ya Mungu haikuwa mbili, ilikuwa ngapi? Kwa hivyo hekalu ilipasha kuwa ngapi? Moja, na ndio hekalu ilikuwa Yerusalemu. Lakini leo hapa Yesu haingii Yerusalemu, Yesu anaingia Nazareti. Kwa hiyo hapa hakutakuwa hekalu, kwa sababu kwa kuwa na hekalu lazima kuwe na sanduku ya agano ya Mungu. Lakini sehemu nyingine yote katika taifa la Israeli watu walikuwa naabudu Mungu kama hakuna hekalu. Kama hakuna sanduku ya agano, haikuwa inaitwa hekalu, lakini ilikuwa inaitwa sinagogi. Na ni lugha ya Kiyunani. Maana yake kwa Kiswahili, mnataka kujua maana yake? Ni msikiti, ni nyumba ya Mungu isiyo na Mungu, kwa sababu sanduku ya agano ya Mungu ndio ilikuwa inamwakilisha nani? Mungu. Sehemu yote walikuwa na abudu Mungu, hakuna sanduku ya agano ya Mungu, ilikuwa inaitwa nini? Sinagogi. Ni nyumba ya Mungu isiyo na nani? Na kwa Kiswahili sinagogi maana yake msikiti. Na ndio Waislamu mara mingi wanasemaka Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu alikuwa anaingia nini? Sinagogi. Lakini ni nyumba ya Mungu isiyo na nani? Na ndio aliposimama, kwa sababu ni nyumba ya Mungu isiyo na Mungu, akamwambia Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwatangazia habari nini? Na wafungwa wote wako kwa sinagogi wana habari mbaya. Wote wako kwa sinagogi wamefungwa. Asa akaingia sasa kwa Agano Jipya. Tuseme kwa sababu aliingia kwa Agano la Kale, kwa sababu sehemu mbili ya kuabudu Mungu ilikuwa inaitwa tu hekalu na ilikuwa inaitwa nini? Sinagogi. Kwa hiyo kwa leo tunaweza kusema tabia ya kwanza ya Yesu, alikuwa anaenda kila siku wapi? Kanisani. Na ndio utakuta na miaka 12 wanapanda na wazazi hekaluni, kwa sababu sio tabia ya wazazi. Ibada ya haraka kisha wazazi wanafanya nini? Wanatoka, yeye anafanya nini? Anabaki. Wazazi wanaendelea, wanarudia nyumbani siku ya kwanza wa moyo, wanafikiri siku ya pili wanashika mtoto kwa, wanarudia hekaluni. Wakaenda kumwambia, mbona unatutesa na baba yako? Akasema, mjue ya kwamba inapasha mimi nifanye mapenzi ya nani? Ya baba yangu aliye juu mbinguni. Mapenzi ya baba yetu aliye juu mbinguni ni kwamba mtu anayeokoka kila siku lazima apatikane kanisani. Tabia ya kwanza ya Yesu, alikuwa anaenda kila siku kanisani. Na kama nikishaokoka nataka niitwe mwanafunzi, ni mtu naenda kila siku wapi? Kanisani. Na nikisha kwenda kila kanisani ndio itanibadilisha baadaye niitwe kuwa Mkristo. Mkristo wa Jumapili hawezi kuwa Mkristo kwa sababu ana tabia ya Yesu. Tabia ya kwanza, Daudi anasema, nilifurahia tu wakati waliniambia niende katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Ukisoma kanisa ile ya mwanzo, ile mitume walianzisha, ile siku ya Pentekoste, soma Biblia. Matendo ya Mitume sura ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 4. Biblia inasema walikuwa na kusanyika kila siku. Tena mbaya, kukusanyika ya kila siku ni tofauti ya sisi. Unajua kanisa ya Yerusalemu walikuwa na kusanyika mara ngapi kwa siku?
mara 3. Waislamu wanakusanyika mara ngapi? Mara 5, lakini wao asubuhi wanaenda kanisani kabla hawajaanza kazi. Mchana ukisoma siku Kiwete alipona, Biblia inasema muda wa mchana wanaenda wapi? Petro na Yohana wanaenda wapi? Kanisani. Jioni tena wakimaliza shughuli wanaenda wapi? Kanisani. Na ukiona watu wa aina tuseme kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, wao kila siku wanaenda mara ngapi? Kwa hiyo wanaenda mara ngapi? 21. Kwa hiyo utaona watu walikuwa, hakuna mtu alikuwa na shida. Lakini hao wanaokuja kanisani Jumapili peke yake wana shida nyingi. Ukianza kuuliza kila mtu shida yako, utaona wewe una shida. Huyu akueleze shida yako, huyu akueleze. Inua mikono utasema huyu ashughulikiwe kwanza, mimi nikae pembeni. Kwa sisi kufanikiwa, tunafanikiwa kama tunafanya sawa sawa na neno ya nani? Mbio yote huko nakimbizana nao, kama Mungu haiko nyuma yao mbio, hauna mahali popote. Hauna mahali popote tena. Hauna mahali popote utafika. Kwa tabia ya kwanza ya mbinguni, unisikilize kama ni tabia. Hivi tuko kwa ibada hapa, mbinguni wako kwa nini? Tutapotoka kwa ibada, mbinguni ibada inafanya nini? Tutapokuwa na kula machakula nyumbani, mbinguni ibada inafanya nini? Tutapokuwa na lala, mbinguni ibada inafanya nini? Mbinguni ni ibada masaa 20 na ngapi? Na 4. Lakini kwa sababu wale ni watu wa kiroho, hawana mwili, tuwaelewe. Lakini sisi watu wa kimwili lazima tuwe na muda tunatenga kwa ajili ya nini? Ya ibada. Kwa kitu ya kwanza, nikishaokoka, kitu ya kwanza inataka kusababisha mimi nende mbinguni. Tabia ya kwanza, niwe mtu kila siku unapatikana wapi? Kanisani. Ndio dunia anasema tuweke hata ibada mara ngapi? Mara 2, hata na nawekewa masaa mangapi? Tunasema tunakutana Jumatano, na tunakutana Ijumaa, na tunakutana Jumapili. Lakini mnakuta mtu anakuja Jumapili, na hata akija hiyo Jumapili kwa haraka iko busy. Kwa sababu hiyo tabia. Sasa ana tabia ya kupatikana kwa mechi ya Simba na Yanga. Hiyo ndio tabia yake, hawezi kukosa. Yeyote anayekuja mara moja kanisani kwa mwezi, anayekuja mara moja kanisani kwa wiki, si mwanafunzi. Na namba 2, hawezi kubadilishwa jina kuitwa Mkristo. Na namba 3, hawezi kupewa kazi kufanya kanisani, kwa sababu hana tabia ya mbinguni. Tabia ya kwanza kila siku inaweza kutokana na desturi yake, kutokana na tabia zake, kutokana na mazoea yake, kutokana na tamaduni zake, kutokana na mila yao ya mbinguni. Yesu alikuwa anaenda kila siku wapi? Kanisani. Neno ya Mungu haikuja kutuhukumu, lakini neno ya Mungu inakuja kutuponya. Jina la Bwana libarikiwe. Na atulaumu watu wengi kukosekana kanisani, kwa sababu pia sisi watumishi atuwaambie watu kwa nini tunakuja kanisani na tunaenda kufanya nini na tutapata nini. Mara mingi naambia wale wa zamani, kila siku nakuwa na swali 3 na lazima ujiulize swali 3. Unapoamka asubuhi unataka kutoka, ujiulize nataka kwenda wapi? Hapana kutoka pasipo kujua. Sasa nahangaika. Ni shetani ndio alikuwa na Mungu anamuuliza shetani. Kwa Ayubu 1. Kwa hiyo umetoka kuhangaika? Hangaika sio watu wa kuhangaika. Lazima tunaenda mahali, tunajua mahali tunafanya nini? Tunaenda. Namba 1, tuseme napofika Jumapili asubuhi, unaoga. Kisha unauliza nataka kwenda wapi? Jibu unasema naenda kanisani. Usiishie hapo. Ujiulize swali ya pili, naenda kufanya nini? Na kama sina kitu naenda kufanya, nakaa kwangu. Uko nani? Naenda kupoteza wakati. Sipendi. Na ndio unajua wale wanataka vijiweni masehemu ya story, hawakuwake na maswali. Ukijua kama utaenda kijiweni, hauwezi enda kwa sababu unaenda kufanya story, na story hailipi, haileti chochote. Story ni tamu. Unajua kwa nini story ni tamu?
Kwa sababu huyu na huyu wakiwa wanaongea kama ni story, hawamuongelee yeye na hawamuongelee yeye, wanaongelea mtu mwe. Na unajua unapoongelea mtu mwingine unasikia raha, unasikia utamu, mnamtende anakuwa hivi. Nini. Lakini hata mtafanya masaa 5 kutoka pale hakuna mtu atapata hela. Story ni tamu lakini hailipi, inapotezea mtu wakati, inaharibu maisha ya mtu. Sipende mtu wa story. Mister. Na sina rafiki. Rafiki yangu ni mtu wangu. Sina rafiki kabisa. Unje tunapigana kwa sababu mastori yetu tuko naongelea maisha yetu, watoto wetu, kazi yetu, tunakumbuka kule tulitoka, tunakumbuka pale tu, kumbuka tununue nini, tufanye nini, kuanzia asubuhi mpaka usiku napiga story na mkao. Sina rafiki yeyote. Kwa sababu story ni kitu mbaya, chafu, imeharibu maisha ya watu. Mtu yote anataka kwenda kukaa vijiweni, asitarajie kwenda mahali popote. Kwa hiyo nahitaji kuwa na swali ya kwanza, nataka kwenda wapi? Swali ya pili, naenda kufanya. Unajua ukienda mahali sasa bila sababu, ndio mnaanza kuongelea watu. Kwa sababu ulienda bila nini? Lakini ukienda na sababu utafika unaambia unajua mimi nakuja hapa nachukua nataka hii kitu. Mmemaliza mnafanya nini? Mnaacha. Lakini kama unaenda hauna sababu, mtaanza kuongelea chochote. Na mwisho unajijaza uchafu. Unajiharibu, unajichafua kwa maneno yako, kwa kinywa chako. Namba 3, unisikilize vizuri. Tunataka kuwa na Wakristo wenyewe kila asubuhi anapotaka kutoka awe na maswali ngapi? 3. Swali ya kwanza, nataka kwenda wapi? Na kama sione mahali kwenda, afadhali nikae kwangu, tulia chini. Swali ya pili, naenda kufanya nini? Na swali ya 3, na kisha kufanya kile naenda kufanya, nitapata nini? Na kama sina kitu utapata. Mtu mjinga ndio anaenda kufanya na kuongea vitu vyenye havitampa kitu chochote. Matendo na maneno yetu inalipa, ina pesa. Sasa siweze kutumia matendo yangu na maneno yangu kwa kitu yenye itafanya nini? Haitalipa. Sasa tunakuwa na swali ya kwanza, tunafika Jumapili asubuhi. Swali ya kwanza, tunafika Jumatano saa 10. Swali ya kwanza, tunafika Ijumaa asubuhi. Najiuliza nataka kwenda wapi? Sijibu napata, tunaenda kanisani. Swali ya pili, tunaenda kufanya nini kanisani? Unakuta unapokosa jibu, au unajua jibu ni shetani atakuelekea. Unajua jibu shetani atakuletea haraka. Naenda tu kutoa sadaka, kwa hiyo unaenda kupungukiwa. Hiyo jibu shetani atakuletea haraka. Mara moja unaona hakuna sababu ya kwenda. Swali ya 3, kisha kwenda kanisani nitapata nini? Unakuta upate, unapungukiwa. Sasa unabaki, afadhali uangalie TV, afadhali uangalie mechi ya Simba na Yanga. Unasikiliza vizuri. Mvua iwe isiwe, jua iwe isiwe, niwe na pesa nisiwe na pesa, mambo yao mazuri yasiwe mazuri, shetani apende asipende, inapofika wakati wa kwenda kanisani, lazima nitaenda kanisani. Na naenda kanisani kwa sababu ya mambo mangapi? 3. Mimi siende kanisani kwenda kumtia mchungaji moyo. Kwa sababu ukija kumtia mchungaji moyo, siku utakosana na mchungaji, utaacha kuja nini? Kanisani. Siende kanisani kwa sababu ya mtu yoyote. Nakuja kanisani kwa sababu yangu binafsi, kwa sababu ya mambo mangapi? 3. Niwe na pesa nisiwe na pesa, nitaenda kanisani. Mambo yawe mazuri yawe mabaya, nitaenda kanisani. Niwe na mke nisiwe na mke, nitaenda kanisani. Niwe na kazi nisiwe na kazi, nitaenda kanisani. Na naenda kanisani kwa sababu
ya mambo tatu ya faida yangu binafsi. Pia haukuja hapa kwa sababu ya mtu yoyote, haukuja hapa kwa sababu ya kumfariji mtu yoyote, haukuja hapa kwa sababu kumtia mtu yoyote moyo. No, unakuja hapa kwa faida yako mwenyewe, na utapokosekana wewe ndio mwenyewe utapoteza nini? Faida yako. Kwa sababu unaweza kuamua kuanzia leo sitakuja kanisani. Unajua vile Mungu amwaga, unaacha leo, kesho Mungu analeta watu 20 wengine. Na amri kuu ya Yesu akawaambia wanafunzi wake wende duniani nzima wakawafanye watu wote kuwa wanani? Wanafunzi. Watu wote waachane na tabia zao, wachukue tabia ya nani? Ya Yesu. Na tukasema sasa Yesu alikuwa na tabia ngapi? Tukasema Yesu alikuwa na tabia 5. Tabia ya kwanza ya Yesu, alikuwa anaenda kila siku nini? Kanisani. Na kama nataka kuwa Mkristo na kugeuka kuwa mtu mwingine, hata ndio sifa sasa. Msikilize, baada ya mwaka mzima, hata uko na kipaji mzuri, kama upatikane kanisani, sisi hatuwezi kukutumia, hatuna haja na wewe. Tunaangalia wanani wanapatikana kanisani, ndio watageuka kuwa watumishi wa nani? Wazuri wa Mungu. Mtu apatikane kanisani, hata kama anajua kuimba akae kule, hata kama anajua kuhubiri akae kule, hata kama ana nini akae kule, hata kama akae kule. Tunapokuwa na tabia, tukipata tabia ya Yesu, ndio inatutoa wanafunzi, tunageuka Wakristo. Tukipata tabia ya Yesu, inatutoa Wakristo, inatugeuza kuwa watumishi, na tunapata vitu yote ufalme, na siku ya mwisho tunaingia mbinguni. Na tunasema tabia ya kwanza ya Yesu, alikuwa anaenda lakini alikuwa anaenda si kwa sababu ya mchungaji, alikuwa anaenda si kwa sababu ya mama yake, alikuwa anaenda si kwa sababu yake ya mlishi, alikuwa anaenda kwa faida yake yeye mwenyewe ya mambo mangapi? 3. Si hapa kwa sababu ya yoyote, never. Sasa Jumatano tunakuja kuona sababu ya kwanza, tunakuja kanisani na inaleta faida gani? Sababu ya pili, tunakuja kanisani na inaleta faida gani? Sababu ya tatu, tunakuja kanisani na inaleta faida gani? Unajua watu wote waanze kushuhudia, si kitu rahisi. Mzuri, si kitu rahisi. Sasa huyu Samuel na ni nabii, amekulia kanisani, anafanya kazi ya Mungu kanisani, anakufa. Wewe kibinadamu sote tunajua anaenda wapi, lakini soma Biblia. Kwa sababu alizaliwa kwa agano la kale. Alipokufa baadaye, watu wote walikuwa wanajua anaenda mbinguni. Baadaye kukatokea vita, Wafilistini wanakuja kuvamia Waisraeli. Sauli, Waisraeli hawakuwa wanaenda kupigana vita pasipo kumuuliza nani? Mungu. Na Koani alikuwa na vikwa vazi inaitwa jina yake Nevera. Sauli akaita Koani, akasema vika mavazi ya Nevera, tumuulize Mungu twende kupigana au tusiende kufanya nini? Kupigana. Na Nevera ilikuwa na mataa upande wa kulia na mataa upande wa kushoto. Wanakuja pale, muuliza Mungu twende kupigana hivi vita au tusiende. Kama Mungu anakubali, mataa ya kushoto ya kulia yote inawaka, wewe Mungu anaruhusu mwende kufanya nini? Kupigana. Lakini kama mataa ya kushoto inawaka, Mungu anamwambia msiende kufanya nini? Kupigana. Lakini Sauli walipoenda kuuliza Mungu, ni mataa ya kushoto ni ya kulia yote haikufanya nini? Haikuwaka. Mungu akanyamaza. Sasa Sauli akachanganikiwa, afanyaje? Watu wanaanza kumtoka kabisa, wale kupigana vita bila Mungu kuwapatia ruhusa, inashindikana. Na wakati wa utawala wa Sauli alifunga waganga wote, alikataza waganga wasifanye nini? Kazi. Akajigeuza, akaenda kwa mama moja mganga. Nauliza kanisa, waganga wanatumika na Mungu au wanatumika na shetani? Na alipofika kwa hiyo mama mganga akamwambia, nataka unifanyie uuguzi. Mama akamwambia, ujue Sauli amekataza, unataka wanifunge, sasa kuna kitu kitakutokea, ajue kama ni yeye. Akamwambia, unataka nini? Sasa nataka unitie Samuel. Mtumishi wa Mungu aitwe na mganga mwenyewe alikufa. Huyu mama akafanya uganga wake, Samuel akafanya nini? Akatoka. Angeenda mbinguni hawezi kufanya nini?
wana, kwa sababu kitu ya kwanza inatupeleka mbinguni si kwanza matendo. Matendo inafuata ya pili. Kitu ya kwanza inatupeleka mbinguni. Biblia inasema wote walio na roho ya Mungu ndio wana wa nani? Wa Mungu. Akamwita. Sasa ndio Yesu alipokufa akaenda kumnyang'anya shetani funguo ya kuzimu. Akahubiri si wote wale waliokuwa wanafanya mema, wanatenda mema, wanafanya kazi ya Mungu vizuri katika Agano la Kale, lakini kwa sababu hawakuwa na roho permanent. Na ndio Ezekiel atakwambia manabii wa Agano la Kale, kama nataka kufanya kazi ya Mungu, anasema roho wa Bwana anafanya nini? Akanijia. Sisi hatuseme roho wa Bwana anatujia, tuko na Roho Mtakatifu asubuhi, mchana, jioni na usiku. Si roho wa Bwana anatujia, tunalala naye, tunaamka naye, tunatembea naye. Lakini wao kusudi wafanye kazi ya Mungu walikuwa kama ni vile mganga anaita mizimu. Roho ya Mungu inashuka, anafanya, kisha roho inafanya nini? Inatoka. Sasa Yesu alipokufa, ndio Petro wa kwanza akasema, akaenda kuhubiri watu waliokufa zamani. Wenyewe walikuwa wanahubiri vizuri, wanatabiri vizuri, wanaomba vizuri, wanaogopa Mungu vizuri, lakini Roho Mtakatifu haiko permanent. Kwa nini? Kwa maisha yao. Umeelewa? Umeelewa? Wakaokoka na akawatoa, msamehe kidogo, alipowatoa kule hakuwapeleka mbinguni. Kwa dakika hii mbingu ya sasa si mbingu ya binadamu, ni mbingu ya Mungu na malaika. Yesu akamwambia kwa msalaba usiku. Yesu alipokuwa msalabani, jambazi yule wa kulia alipotubu, Yesu akamwambia leo tutakuwa na wewe mbinguni. Akamwambia leo tutakuwa na wewe paradiso. Si mbinguni. Paradiso ni sehemu roho ya watu wanakufa katika Bwana inafanya nini? Inapumzika. Na ndio maana watu sana wanaokufa katika Bwana ni nadra sana kuwaota, kwa sababu roho yao inatunzwa nini? Vizuri. Umepata jibu? Kuna swali yoyote? Kama hakuna swali, Mungu awabariki sana. Nataka uwe mwanafunzi. Nataka uwe mwanafunzi. Nataka uwe mwanafunzi. Nataka uwe mwanafunzi. Nakataa usiwe mtu wa mkutano hapa. Nakataa usiwe mtu wa mkutano hapa. Lakini uwe mwanafunzi. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nitaomba askofu atuombee sote, Mungu atuwezeshe tuwe wanafunzi wazuri.